Naomba tuombe. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya uaminifu wako, asante kwa damu yako, asante kwa ajili ya mkono wako wenye nguvu na jina lako ambalo umeliachilia katikati yetu. Umetupa neema Mungu ya kuwa na neema hii Mungu ya kujifunza kitu hiki kizuri kwa ajili ya maisha ambayo umetupa na nafasi ambayo Mungu umetufungulia na mlango huu. Yesu, tunaomba kwa ajili ya zamu hii na majira ya Bwana. Sema nasi katika vile ambavyo Mungu umepanga kusema nasi. Kile ambacho Mungu unataka kutufundisha, tufundishe katika neno lako la uzima Bwana. Usituache na usitupungukie Yesu Kristo. Tunakuhitaji kuliko jana Bwana. Mungu, tunakuhitaji zaidi. Wewe ni Mungu aliye hai, wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu unayeishi, Mungu unayeonekana. Asante Mungu kwa ajili ya uaminifu wako, na asante kwa damu yako ya thamani ambayo umeiachilia katikati yetu na kutupa neema ya kupata neema hii ya maarifa haya Bwana. Asante Yesu kwa ajili ya ujumbe huu ambao Mungu unataka kusema nasi. Roho Mtakatifu, gusa kila nafsi, gusa kila roho, gusa kila moyo ambao Bwana uko tayari kusikia Mungu kutoka kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na ule utukufu wako Bwana ukaonekane sasa na hata milele Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Nipende kumshukuru Mungu kwa ajili yako na nikutie moyo tu kwamba Mungu ametupa nafasi hii ya darasa hili ambalo anatamani pia tuendelee nalo. Darasa ambalo linaendelea kwa kichwa cha darasa hili ni ibada ya ndani, lakini tuko katika madhabahu ya ndani. Sasa leo Mungu anataka tujifunze kitu kimoja kizuri ambacho nataka uone ni kitu cha tofauti. Katika kichwa cha somo ambacho Mungu ametupa, Mungu ametaka tuende na kichwa ambacho kinachosema fahamu ya kuwa maombi yanayokusukuma kujitathmini yanajibiwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Fahamu ya kuwa maombi yanayokusukuma kujitathmini yanajibiwa haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaamini na umepata nafasi ya kuona kitabu hiki cha Waamuzi 16 mstari wa 28 na hata 30. Tutasoma na vitabu vingine, lakini nataka tusome kitabu cha Waamuzi 16 mstari huu wa 28 mpaka ule mstari wa 30. Bwana Yesu asifiwe. Waamuzi 16 mstari wa 28 mpaka ule wa 30. Nitasoma, lakini nitasema kwa nini Mungu ametupa kichwa cha somo hiki. Neno la Mungu linasema, Samsoni akamwita Bwana akasema, Bwana Mungu, unikumbuke na kuomba, unitie nguvu na kuomba mara hii tu, Mungu, ili nipate kujilipiza kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili. Mstari wa 29 anasema, kisha Samsoni akazishika nguzo mbili za katikati ambazo nyumba ile ilikaa juu yake, akazitegemea, moja kwa mkono wake wa kuume na moja kwa mkono wake wa kushoto. Mstari wa 30 anasema, Samsoni akasema, na nife pamoja na hawa Wafilisti. Akainama kwa nguvu zake zote, ile nyumba ikawaangukia hao wakuu na watu wote waliokuwa ndani yake. Basi wale watu aliowaua wakati wa kufa kwake walikuwa wengi kuliko wale aliowaua wakati wa uhai wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lengo kubwa, nataka uone vitu vichache ambavyo viko ndani ya mistari hii. Samsoni, tumesoma habari ya Samsoni, nataka uone kitu kizuri. Mstari wa 28, Samsoni anasema, Samsoni akamwita Bwana. Hiyo ni hatua ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Samsoni akamwita Bwana. Hatua ya pili anasema, akasema, Bwana Mungu, unikumbuke. Jambo la pili, unaona hilo kitu cha kwanza, akamwita Bwana. Jambo la pili akasema, Bwana Mungu, unikumbuke. Jambo la tatu anasema, na kuomba unitie nguvu. Jambo la 4 anasema, na kuomba mara hii tu. Na jambo la 5 anasema, Mungu, ni ili nipate kujilipiza kisasi juu ya Wafilisti hao. Kuna mambo matano yako katika mstari huu wa 28 ambao mimi natamani sana na wewe uone kitu cha tofauti. Na kwa nini Mungu ametaka tupate nafasi ya kuona kichwa cha somo kinachosema kwamba fahamu ya kuwa maombi yanayokusukuma kujitathmini yanajibiwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Sijaweka tu sana, lakini maombi yanayokusukuma kujitathmini ndiyo yanayojibiwa haraka sana. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu ambacho
kinakuwa ndani ya hayo maombi. Na vitu gani ambavyo vinaonyesha kwamba ni maombi ya kujitathmini? Samsoni aliomba maombi ya kujitathmini, kwa sababu tangu mwanzo Samsoni alikuwa ni mnadhiri wa Mungu, na Mungu alikuwa amezungumza na wazazi wa Samsoni na kuwaambia kwamba mtoto huyu atakayezaliwa, wembe usipite kichwani kwake. Anasema atakuwa ni mnadhiri wa Mungu, anasema wembe usipite kichwani kwake. Na unaona, kwa Mungu kilikuwa ni kitu cha tofauti sana juu ya wazazi wa Samsoni kuwapa maelekezo namna ya kumlea, na wao wakamlea vile ambavyo Mungu alivyotaka wamlee. Na unasema hili jambo sasa ilikuweje? Yule baba yake Samsoni alikuwa makini sana, kwa sababu ndiye ambaye alitamani kujua maelekezo ya namna ya kumlea Samsoni. Ndio maana akasema yule malaika ambaye akasema, Mungu, yule malaika uliyemtuma kwa mke wangu, ninaomba mtume tena. Kwa sababu kwa wakati Mungu anaongea na mke wa Manoa, baba yake Samsoni, Manoa hakuwepo. Yule mama alikuwa yuko peke yake. Kwa malaika alikuwa anaongea naye kwa habari ya kuzaliwa kwa Samsoni, kwamba atazaliwa mtoto wa kiume, atakuwa ni mnadhiri wa Mungu. Huyo anasema huyo ambaye ndio atakayewaamua, atakuwa mwamuzi, atawaamua taifa la Israeli. Lakini yule mama alikuwa anaona kama ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu ya muda ambao ulikuwa umeenda umri, na kwamba asingeweza kupata mtoto katika kipindi kile. Na ndio maana alipoenda kwa mume wake akamweleza jambo hilo, mume wake akajua hili ni jambo Mungu analisema, ni jambo nyeti na ni jambo muhimu. Yale maelekezo ambayo mama alikuwa anapewa kwamba utapata mtoto wa kiume, atakuwa mnadhiri wa Mungu, anasema sio tu hivyo, lakini pia atakuwa mwamuzi wa Israeli. Kwa hiyo yule mama aliona kama ni kitu ambacho hakiwezekani. Yawezekana katika maisha waliokuwa nayo katika taifa la Israeli, yawezekana ni familia ilikuwa iko duni, iko chini, lakini pia ni watu ambao wamekataliwa kwa sababu hawana uzao. Kwa hiyo ndani mwake anaona kama ni kitu hakiwezekani, alichukulia tu kama ni kitu cha kawaida. Ndio maana akaenda kwa mume wake, anamweleza kuna mtu amekuja eti ameniambia kitu hiki. Kwa hiyo yule baba akasema okay, akarudi kwa Mungu akasema, Mungu, ninakuomba umtume yule malaika uliyemtuma kwa mke wangu. Na Mungu ni mwaminifu, akamtuma tena. Na Mungu hakumtuma kwa Manoa, alimtuma kwa mke wake tena. Alipomtuma kwa mke wake, kwa sababu pale ndipo ambapo Mungu alikuwa ameona kuna kituo cha mahali pa kuongelea. Kulikuwa na nafasi ya Mungu kuongelea kwenye moyo wa yule dada, kwenye moyo wa yule mama, kulikuwa na nafasi ya kuongelea. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa anataka mahali ambapo anasema linawezekanaje neno jema kutoka Nazareti. Mungu alikuwa anataka hapo ambapo hapawezekani apitishe kitu cha tofauti. Na ndio maana akarudi tena kwa yule mama. Na yule mama alipoenda kumwambia mume wake kwamba yule mtu amekuja tena, ikabidi aende, wakimbie mbio. Anasema wakakimbia mbio, wakafika mahali wakamkuta pale, akaanza kuongea nao tena. Yule malaika akaongea nao kwa habari ya Samsoni, kwamba huyu ni mwamuzi wa Israeli. Na unaona ndani ya Manoa anataka kujua kwamba okay, sawa, tunashukuru kwamba mmetuambia jambo hili zuri, ninaomba mniambie tumleeje mtoto huyo, ninamleaje? Ndipo malaika akasema kwamba wembe usipite kichwani, kwa sababu huyu ni mnadhiri wa Mungu, mwamuzi wa Israeli. Kwa hiyo lakini nataka huko kote tusiende. Kwa hiyo Samsoni alipewa maelekezo juu ya siri iliyopo kwenye wembe kutokupita kichwani. Nguvu za Mungu ambazo zilikuwa ndani yake zilikuwa zina siri ya kutokunyolewa nywele zake. Na ndio maana yule dada anataka kujua asili ya nguvu zake. Asili ya nguvu zake ilikuwa imejifunga kwenye utii. Ilikuwa haijajifunga tu kwenye wembe, kutokupitisha wembe. Watu wengi wanasema kwamba wembe usipite kichwani, ule utii wa kutii maelekezo. Kwa sababu wembe kutokupita kichwani au wembe kupita kichwani kunategemea maelekezo. Nani amekuambia? Kwa hiyo baba yake Samsoni na mama yake Samsoni, hata Samsoni mwenyewe, kuna maelekezo ambayo Mungu alitaka waishi kwenye maelekezo ambayo amewapa. Na Samsoni kwa sababu alikuwa anaona kama ni kitu cha kawaida, kwa sababu ya ile hali aliyokutana na yule dada, anashangaa amevamiwa na kitu cha
kuto kutunza siri, kutokuwa mwaminifu, kutokuwa mtii, kwa sababu hapa kilikuwa kinawindwa kitu cha utii. Haikuwa inawindwa tu ile siri, ulikuwa unawindwa utii. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa unawindwa utii ambao Mungu alikuwa ametazama kwenye ile familia, na ile familia walikuwa waaminifu sana. Baba na mama walikuwa waaminifu, hawakuwahi kumnyoa nywele yule mtoto mpaka Samsoni amekuwa, na Samsoni alipokutana na Delila ndipo anakutana na changamoto hiyo. Alipogundua kwamba amepoteza connection, amepoteza ile hali ya mahusiano yake yeye na Mungu, haikutegemea zile nywele, ilikuwa inategemea utii wa maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba zile nywele hata kama zingekuwepo, ndio maana zile nywele zilipoanza kuota bado nguvu zilikuwa hazikurudi. Sio kwa sababu zile nywele zilipokuwa zinaota ndio nguvu zilikuwa zinarudi. Zile nywele zilikuwa nguvu za Mungu zilikuwa ndani ya Samsoni, zilitunzwa na utii. Utii ambao Samsoni alikuwa nao ndio ambao ulikuwa unafanya zile nguvu za Mungu zionekane, na Mungu alikuwa anafanya kazi kwa sababu ya kuona utii. Na mara nyingi sana nataka uone hiki kitu. Watu wengi tunajua tu kama Samsoni aliponyolewa nywele nguvu zikaisha. Samsoni kilichofanya nguvu ziishe ni kwa sababu ya kupoteza utii. Kunyolewa nywele ni hatua nyingine. Alipozungumza kwamba wembe usipite kichwani, maana yake akazungumza kile ambacho Mungu amemuonya asiseme wala asitoe siri. Alipozungumza, unaona nguvu zake hazikuonekana tena. Hata walipomfunga, walipomshtua na kumnyoa nywele, kwa sababu nguvu yake ilikuwa imefungwa kwenye utii, haikufungwa kwenye zile nywele. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua watu wengi wanasema kwa sababu alikuwa na nywele nyingi ndio maana Mungu anasema wembe usipite kichwani. Mungu alikuwa anataka kuangalia lile neno aliyosema wembe usipite kichwani. Maelekezo aliyokuwa ametoa Mungu, alikuwa anataka mtu mwingine asilete maelekezo mengine. Na ndio maana Samsoni alipogundua amekosa, unaona Biblia inasema hivi, wakamshika, wakamkamata, wakamtoboa macho, wakamfanya kama ni kitu cha vichekesho wakati wao wanaendelea na starehe wa Filisti. Unaona Samsoni anaomba maombi ambayo anasema hivi. Ndio maana nimekupa hiki kichwa, nimekwambia fahamu ya kuwa maombi yanayokusukuma kujitathmini yanajibiwa haraka. Kujitathmini kwa maana ya kwamba kutambua ni wapi ulipoanguka, ni kitu gani kimekufanya uwe hapo, ni jambo gani ambalo limekukwamisha hapo. Ukijitathmini, kadri unavyoruhusu kujitathmini, unasema sasa mimi kwani kuna kitu gani nimefanya? Kama ni wazazi wangu wamefanya, ndio. Wakati unaanza kuomba maombi haya, ulianza kuomba na manunguniko, ulianza kuomba kwa Mungu, kwa nini mimi hujanijibu? Lile neno kwa nini mimi, maana yake tayari unataka kumfanya Mungu achague mtu mwingine apite kwenye changamoto hiyo, Mungu apite kwenye tatizo hilo. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza. Samsoni anasema Samsoni akamwita Bwana. Sikiliza hicho kitu cha kwanza, kwa sababu Samsoni hakuhitaji msaada wa Mungu kipindi chote, wala hakuhitaji kitu chochote. Alikuwa hana uwezo, wala ufahamu wake ulikuwa umebanwa. Kwa nini? Kwa sababu hakupata neema tena ya kukumbuka kwamba hizi nguvu nilizokuwa nazo hazikotokana kwa sababu na nywele nilikuwa nazo, zilitokana kwa sababu ya sauti ya Bwana, maelekezo ya Bwana. Ndio maana nasema Samsoni akamwita Bwana. Hilo jambo anaanza kujitathmini, akakumbuka kwamba nimemwacha Bwana. Hapa sio swala kunyoa nywele, nimemwacha Bwana. Hapa nimemwacha Bwana, ndio maana nguvu zimeisha. Kwa hiyo nguvu za kwangu ndani yangu mimi hazijaisha kwa sababu nywele zimenyolewa, zimeisha kwa sababu ya kumwacha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Samsoni kwa sababu ya kumwacha Bwana, zile nguvu za Mungu zimeisha ndani yake. Na anasema Samsoni akamwita Bwana, alafu anaanza kujieleza. Akasema, Bwana unikumbuke. Sikiliza, anasema Mungu, kumbuka kama kuna kitu chochote ambacho niliwahi kufanya, nikumbuke Mungu. Kumbuka ile nadhiri yako, kumbuka lile neno lako, kumbuka ile sauti yako Mungu. Sema tena neno jingine, Mungu, nimetambua mimi nimekosea kwa kukiuka maelekezo yako. Sio tu kwa kunyoa nywele. Kunyoa nywele ni kitendo. Ni sawa sana mtu ambaye anashangaa kwa nini Biblia inasema dhambi zote ni sawa, aliyeua na aliyeiba shilingi 100 wote ni sawa. Kwa Mungu sio vile vitendo. Kwa Mungu ni kukosa utii. Anaposema usiibe, lile neno usiibe ndilo Mungu anaodili nalo. Hadili na kile kitu ulichokiiba. Mungu hadili na kile ulichoua. Anaposema usiue, usiibe, usiue, usimshuhudie uongo, usitamani, usizini. Lile neno usi ndilo ambalo Mungu linaleta shida, sio tatizo la kitendo ulichofanya. Bwana Yesu asifiwe. Kitendo tunachofanya ni matokeo ya kupoteza utii.
kwa sababu utii ukipotea ni rahisi sana kufanya chochote na kusema chochote, kutoa siri zozote, kuongea tu maneno yote. Wakati mwingine unaweza ukafika ukalopoka tu neno lolote ukagafirika. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu ilikuwa inakusaidia wakati ulipokuwa mtii. Bwana Yesu asifiwe. Na ninapozungumza habari za utii, sizungumzi tu utii kwa maana ya kwamba kwa Mungu tu. Nilikuwa naongea na watu fulani juzi nikiwa mahali fulani, nikawa nawaambia hivi, watu wengi sana wanaposikia utii wanafikiri kwamba utii lazima utii tu kwamba umeambiwa fuata tu neno la Mungu, ili soma Biblia, omba, funga na kuomba. Utii Mungu, kwa sababu ndani yako kama una Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakuwa anaongea na wewe, na kama atakuwa anaongea na wewe ataanza kukushuhudia kitu kimoja kimoja. Nikawa natoa mfano kwa watu fulani, nawaambia hivi, unaweza ukawa uko peke yako nyumbani kwako na unataka kutoka, alafu unasikia sauti inakwambia funga pazia, unasema nani atakayeingia, sinafunga mlango. Bwana Yesu asifiwe. Au unasikia sauti inasema tandika kitanda, unasema nani atakayeingia, ufunguo sini nao. Kwa nini? Kwa Mungu sio tatizo watu watakaoingia. Kwa Mungu anataka kutengenezea ile hamu ya kuona Mungu anakupa maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndicho ambacho Samsoni anasema, akasema Bwana Mungu unikumbuke na kuomba unikumbuke. Unaona, anarudi anasema Bwana Mungu na kuomba Bwana Mungu unikumbuke na kuomba ukanitie nguvu. Amegundua nguvu hazikuwa kwenye nywele, nguvu zilikuwa kwenye kupoteza utii. Anasema Mungu na kuomba ukanitie nguvu. Anatamani tena nguvu za Mungu zirudi ndani yake, kwa sababu amegundua amepoteza uhusiano na Mungu, amepoteza ile fellowship na Mungu. Kwa nguvu za Mungu haziwezi kukaa ndani yake, kwa sababu Mungu akiwa na mahusiano na mtu, Mungu akiwa na mahusiano na Samsoni, alikuwa na mahali anaweza kukaa. Kuna mahali ambapo alikuwa anaweza kukaa, ndipo ambapo palikuwa panashika. Samsoni akitaka kusema kitu anamwambia usiseme. Delila anamwambia niambie hiyo siri, unakuta Roho Mtakatifu anamwambia usiseme. Kwa nini? Kwa sababu alikuwemo ndani yake. Lakini alipompuuza kwamba potelea pote, siwezi kumdharau mke wangu, siwezi kudharau familia yangu, acha tu nitoe siri, akamdharau Roho Mtakatifu kwa kuiamini familia yake na kuipa nafasi familia yake, kwa kuipa nafasi uchumi wake, kuipa nafasi uzao wake, kuipa nafasi elimu yake. Akaamua kumwangusha Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu aliyekuwa anaongea ndani yake alikuwa anamshuhudia kila wakati kwamba usiseme jambo hili, ili jambo usiliseme. Sikiliza, sio swala tu la kupoteza nguvu, lakini pia kuna madhara baada ya nguvu kupotea. Sikiliza, watu wengi waliopoteza utii, madhara ya kupoteza utii, nguvu za Mungu zilipoondoka, adui akapata mahali pa kupiga. Kama ulikuwa ni muombaji, unashangaa ulikuwa unaweza kuomba, unashangaa ulikuwa unaweza kushuhudia, unashangaa ulikuwa unaweza kutia moyo watu. Kuna vitu ambavyo Mungu alikuwa ameweka ndani yako, lakini ghafla tu, kwa sababu gani? Kuna namna utii ulipoondoka, nguvu za Mungu zilizokuwa zinakusaidia zikaondoka. Zilipoondoka, shetani akagundua hakuna nguvu hata moja ya kumzuia, hakuna kitu kinachoweza kumzuia kufanya chochote. Na ndio maana unashangaa hilo unalopitia, hilo ambalo naliona katika maisha yako, si kwa sababu Mungu hajui, anajua, lakini Mungu anasema yeye, Mungu anafanyaga kazi kupitia nguvu iliyomo ndani yako. Kwa hiyo Samsoni, Mungu hakuweza kumsaidia, si kwa sababu hakuona anateseka, aliona, lakini alikuwa anatafuta mahali ambapo Mungu anataka kuanzia, na Mungu alikuwa anataka kuanzia penye nguvu za kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaona Samsoni anasema okay, Mungu nimejitathmini, Mungu nimegundua nimekosea, Mungu ninakuomba. Alafu unaona kuna maombi mazuri sana, anasema nakuomba mara hii tu Mungu, hata kama sitapata nafasi nyingine, lakini mara hii tu nimetambua Mungu, nimekumbuka mahali ambapo nilipoanguka, ninaomba Mungu unisaidie mara hii tu. Anamwomba Mungu maombi hayo kwa kujitathmini, kutambua kama Mungu, ninaomba Mungu mara hii tu. Kuna namna ambayo Mungu aliposikia Samsoni anapoomba, aliona hali ya kujitathmini, hali ya toba, hali ya kujua kabisa kwamba hapa nimekosea, hapa nimepoteza uhusiano. Sio swala nywele. Nafikiri wakati akiwa huko amefungwa, alipokuwa anajishika nywele kila wakati, anasema subiri nywele zangu zikue, subiri nywele zangu zikue. Lakini akijaribu kusukuma zile nguzo, zilikuwa hazisukumiki, kwa sababu sio swala la nywele kukua. Nywele zilikuwa, lakini nguvu zilikuwa zimeondoka, kwa sababu nguvu zilifungamanishwa na utii. Nguvu
nguvu hazikufungamanishwa na nywele. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu za Mungu zilifungamanishwa na utii, hazikufungamanishwa na nywele. Nguvu za Mungu hazikufungamanishwa na kitu kingine chochote. Sikiliza, Mungu amekupa hiyo neema, Mungu amekufungulia huo mlango mahali ulipo. Umepata neema ya kuomba, umepata neema ya kushuhudia, umepata neema ya kutia moyo, umepata neema ya kuhubiri. Sikiliza nikuambie, Mungu anachoangalia upako wa kuhubiri ulionao, upako wa kuimba ulionao, upako wa kushuhudia ulionao, upako wa kutoa sadaka ulionao, upako wa kutia moyo ulionao. Mungu anaangalia sio upako wa kawaida, ni upako ambao unasukumwa na nguvu ya utii, ambayo Mungu anasema nenda kashuhudie, nenda kahubiri, nenda kamtie moyo, achilia sadaka, muombee huyu, mwambie huyu. Kwa hiyo ile nguvu ndio Mungu mahali anapofanyia kazi. Mungu anatafuta mahali pa kufanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Samsoni amejitathmini, anasema Samsoni akamwita Bwana akasema, Bwana Mungu unikumbuke. Maana yake, Mungu, nimetambua kuna mahali nimechemka, kuna mahali nimekosea. Mungu nikumbuke. Anasema unikumbuke na kuomba ukanitie nguvu. Ini neno anasema na kuomba, hajasema naomba, anasema na kuomba. Maana yake anasema kwako tu Mungu ndiko ambako kuna nguvu, sina kitu kingine, sina mwingine. Ndio maana nimekuweka na kuomba, nimekufunga uwe wangu. Mungu, najua kwako nimekukosea, nimekuvuruga, nimeacha maelekezo yako, nimeenda kitu kingine, lakini sasa Mungu nimetambua na kuomba. Si unajua mtu ambaye amekosea, mtu ambaye umekosea, ukienda kumwomba msamaha mtu, useme basi naomba unisamee, naomba unisamee, unasema na kuomba unisamee. Maana yake kuna kitu cha ziada. Kumwambia mtu naomba unisamee na kuomba unisamee ni vitu viwili tofauti. Kwamba naomba unisamee ni neno jepesi sana, na kuomba maana yake neno limefungwa kutoka ndani ya moyo wa kwako. Moyo wa kwako unasema huku ndani, ungejua hali nilionayo, usiponisamee mimi, usiponisaidia mimi, usiponiachilia mimi, maana yake siwezi kwenda hatua nyingine. Anasema na kuomba ukanitie nguvu. Mungu, na kuomba. Ametambua kabisa kwamba kuna kitu ambacho kimeondoka, kwa sababu nilimpushi Mungu aende nje, nikabaki na Delila ndani, nikabaki na huyu mke wangu, nikaamua kumweka Mungu nje. Sikiliza, Mungu alipotoka nje, adui akapata uhalali, kwa sababu vita ilikuwa sio tena ngumu. Adui akapata uhalali kuingia ndani na kuleta kitu kingine. Unashangaa, jambo la kawaida tu, jambo la kuongea tu, la kuelimishana, umeshaanza kugombana, umeshaanza kuvutana na mtu, maneno magumu, unashangaa umeanza kugafirika. Sikiliza nikwambie, kumbuka, siku ambayo uligafirika ukasema maneno magumu, hapo ndipo ambapo Mungu Roho Mtakatifu alikuwa anaongea na wewe, na alikuwa anakuambia usiongee, usijibu. Unasema amezoea sana, usijibu, usifanye. Unasema watazoea sana. Roho Mtakatifu anasema usifanye, unasema hawataniheshimu. Kwa hiyo Samsoni alitafuta heshima kwa mke wake, alafu Mungu adharauliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama unanielewa. Ni maneno magumu ambayo Roho Mtakatifu anataka tujue. Viko vitu ambavyo vimemfanya Mungu asiheshimiwe, adharauliwe, kwa sababu ya vitu tulivyo navyo. Kwa sababu nina elimu, kwa sababu nina mali, kwa sababu mimi ni msomi, kwa sababu nina uzao, kwa sababu nina ndoa. Kwa viko vitu ambavyo tumepuuza kile Mungu anasema kwa sababu ninacho. Hata kama si Mungu, Mungu mwenyewe anajua. Wewe mwenyewe unajua Mungu, ningeweza kuomba, lakini watoto Mungu amenibana. Unajua mwenyewe kazi imenibana. Mungu, ningeweza kuomba, lakini unajua Mungu, ningeweza kutoa sadaka. Unajua Mungu, na mambo ya shule, na mambo ya sababu ni nyingi ambazo Mungu anasema okay, sawa, tumia hizo sababu, lakini mimi ninayoongea huko ndani, kwa sababu msingi naotaka kutengeneza huko ndani, msingi Mungu alikuwa ameutengeneza ndani ya Samsoni, ulikuwa ni msingi ambao hakuna mtu angeweza kumfanyia chochote Samsoni, kwa sababu nguvu haikutoka nje, nguvu ilikuwa inatoka ndani, kwa sababu kitu Mungu alichoweka ndani kilikuwa kina pushi mpaka nje. Kwa hiyo chochote kilionekana nje, watu walikuwa wakiona, wakisikia wanasema Samsoni anapita, wale Wafilisti walikuwa wanafunga milango, wanasema anapita. Kuna wakati mwingine akakasirika, akaenda akang'oa lile geti, walipofunga wakasema wamfungie ili wamkamate kwenye huo mji, akalibeba lile geti
akaling'oa. Unajua geti la kabisa, geti kubwa ile, akaling'oa, akalibeba na akapandisha nalo mlimani. Sio rahisi kufanya hicho kitu, lakini ni kwa sababu gani? Kulikuwa na namna, walikuwa na fellowship na Mungu. Ile fellowship yake yeye kumtii Mungu ndio ambayo Mungu ilikuwa anamfanya anasema, okay, kwa sababu unanitii, kadri unavyotii ndivyo ninavyoongeza nguvu. Kumbuka tulikotoka, tangu tulipoanza kujifunza masomo haya ya ibada ya ndani, nikasema kadri unavyozidi kumtii Mungu ndivyo nguvu za Mungu zinavyoongezeka. Nguvu za Mungu zinaongezeka ndani yako kwa utii. Nguvu za Mungu zinaongezeka ndani yako kwa utii na zinatunzwa kwa utii. Hata siku moja nikawa nimeandika mahali fulani nikasema hivi, ukiwa kwenye ibada, kama unaimba, kama ni muimbaji, unaongoza ibada ya kusifu na kuabudu, au unahubiri, unataka Mungu akae kwenye hiyo ibada, nguvu za Mungu ziendelee kukaa mahali hapo, hakikisha unatii maelekezo ya Roho Mtakatifu anayosema na wewe ndani yako, kwa sababu kadri unavyotii ndivyo Mungu anavyoendelea kuachilia nguvu zake mahali ulipo. Hicho ambacho unapambana nacho ofisini, unapambana nacho kwa sababu nguvu zimepungua ndani yako. Kwa sababu nguvu zikipungua ndani yako, maana yake kuna vitu Mungu alikwambia subiri, ukasema sasa bosi hata nielewa, subiri, sasa hawatanielewa. Watanielewaje rafiki zangu? Anasema okay, hata Samsoni naye aliona Delila, atanielewaje nikianza tu kumficha? Sasa itakuwa ni ndoa au sio ndoa? Mungu hana shida, Mungu anaheshimu sana ndoa, na amesema ndoa anaheshimiwa na watu wote. Lakini ikifika kwenye maelekezo ya kwake, ikifika kwenye jambo la kwake Mungu anahitaji sana ndani yetu kuwekwe utii. Ule utii ndio ambao utakaotengeneza nguvu za Mungu za kutusaidia kupita mahali tunapopita. Kuna vitu vigumu ambavyo vinapita katika maisha yetu kwa sababu nguvu ndani yetu ni kidogo. Na Mungu wakati leo ananisemesha, leo asubuhi nilikuwa napita, navuka tu barabarani, alafu Roho Mtakatifu akaniambia hivi, akasema waambie watu, hebu andika kwenye status, waambie kama mtu unaweza kupata neema ya kuomba hata dakika 5, omba kama vile ambavyo kwamba ukiomba maombi yako ni ya mwisho. Watu wachache ambao wamepata nafasi ya kuona mahali pengine Roho Mtakatifu akaniambia waambie watu waombe maombi kama ya Samsoni. Maombi kama ya Samsoni. Maombi gani? Maombi ya kujitathmini, kutambua kwamba Mungu mara hii tu. Samsoni anasema Mungu mara hii tu, Mungu nakusii mara hii tu, nimejua nimechemka, lakini mara hii tu nakuomba. Anasema Mungu mara hii tu nakuomba. Sikiliza anavyosema, anasema Mungu, ili nipate kujilipiza kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili. Kwa hiyo Samsoni alipoteza focus kwa sababu ya kukosa utii. Ukiondoka utii, hauwezi kuona, hautakuwa na, hata kama unasema nina maono, kuna kitu Mungu ameniambia. Ndio maana mtu anasema ninashangaa, ninaona ninafunga harusi, nimevaa shela zuri, niko na harusi yangu. Unaona huko ndani, lakini kukitoa hicho kitu kiwe halisi nje, hakiwezi kuonekana kwa sababu nguvu ni kidogo. Ninaona nimebeba mapacha, nimebeba sijui watoto 4. Sikiliza nikwambie, nguvu za Mungu ndani yako zinatakiwa za kutosha. Samsoni alipobeba ile nafasi ya nguvu za Mungu kukaa ndani yake kwa kusikiliza maelekezo ya kutoka kwa baba yake. Mimi nataka useme hivi, usifuate maelekezo ya kutoka kwa wazazi wako, fuata maelekezo ya Roho Mtakatifu ambaye anaongea na wewe ndani yako. Usifuate maelekezo ya waombaji wenzako, nasema unajua tulikubaliana tufunge. Mungu anasema nini na wewe? Roho Mtakatifu anasema nini na wewe? Unajua familia yetu sisi ikifika kwenye kipindi kama hiki lazima tuende, kwa unajua mwezi wa 12 tunaenda sikukuu. Mungu anaongea nini na wewe juu ya kwenda nyumbani kwenu? Mungu anaongea nini na wewe juu ya kazi unayofanya? Mungu anaongea nini na wewe juu ya biashara unayofanya? Mungu anaongea nini na wewe juu ya utumishi aliyoweka ndani yako? Bwana Yesu asifiwe. Samsoni alikuwa na upako wa kutunza zile nguvu kwa maelekezo ya baba yake na mama yake. Baba yake na mama yake walimwambia, kijana, hakikisha wembe usipite kichwani. Kwa hiyo Samsoni alikuwa na huo upako, lakini ndio maana ikawa rahisi sana kuona kwamba Roho Mtakatifu kaa pembeni kwanza, ngoja nimsikilize Delila, sauti yako hebu iache. Akamute sauti ya Mungu inayosema usitoe siri, akamute, akatoa siri, akabaki mtupu. Mungu ambaye alimzima akaweka pozi kwamba subiri kwanza. Yule Mungu akaweka pozi mpaka zile nguvu za Mungu hazikuendelea tena, kwa sababu Samsoni mwenyewe aliamua kuziweka pozi kwamba subiri, nisimamishe kwanza kidogo, niweke pozi kwanza
ili nisikilize hiki. Ndivyo ilivyo hata watu wengi. Utasikia kipindi tu cha maombi kizuri, mtu anasema unajua kuna tamthilia nzuri, ngoja nifuatilie tamthilia. Unajua kuna mpira, ngoja nifuatilie. Kuna biashara nikimbizane nayo. Mungu mwenyewe anajua. Okay, kimbizana nayo. Una mute sauti ya Mungu. Mungu ambaye anakupa nguvu ya kufanya hiyo biashara, sawa, mute, alafu uone kuna mahali shetani anagundua kabisa hauna nguvu za kukusaidia hiyo biashara. Hata kama wakikutapeli, huwezi kumlaumu Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa anaongea na wewe. Wewe ukamwambia Mungu, subiri, nimempata mfanya biashara mzuri, kuna mradi nimesikia, sijui China kuna vitu vingi. Utakimbizana navyo vingi vyote, lakini Mungu anachotafuta ni sauti ya kwake iwe sehemu ya kwako. Ukiruhusu sauti ya Mungu iongee na wewe muda wote, na wewe kuitekeleza na kufuata maelekezo ambayo Samsoni anakuja kujuta baadaye. Anasema hivi, ile 28, Waamuzi 16:28, anasema Samsoni akamwita Bwana akasema, Bwana Mungu, unikumbuke na kuomba ukanitie nguvu, na kuomba mara hii tu, Mungu, ili nipate kujilipiza kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili, kwa ajili ya macho yangu mawili. Amepoteza kuona kwa sababu ameruhusu kusikia sauti ya mtu mwingine. Amepoteza kuona, macho yake yamepata upofu kwa sababu amezima sauti ya Mungu inaongea. Amezima sauti ya Mungu inayomsemesha amka kuomba. Nasema, Mungu mwenyewe unajua nimechoka leo, kazini nilikuwa busy sana. Unasikia sauti nakwambia, hiyo kazi unaotaka kufanya, kabla hujaingia kwenye kikao, nenda chooni kaombe. Unasema wataona kama nawachelewesha. Sikiliza nikwambie, sauti ya Mungu imebeba nguvu za Mungu juu ya huyo ambaye unamwogopa. Unasema bosi, ukichelewa kidogo anakufokea. Kama Mungu anaongea na wewe, kama nataka niongee na wewe hata dakika moja, sekunde 5, mwambie Mungu wapi, muulize. Anakwambia ingia chooni. Unasema sasa nenda kaombe. Kwa sababu gani? Kuna kitu Mungu anataka kukifanya kikubwa zaidi ya hicho unachokukimbilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mapambano mengi tunayopambana nayo ni kwa sababu sauti ya Mungu hatujaipa nafasi iongee ndani yetu na sisi kutekeleza kile ambacho Mungu anataka tutekeleze. Watu wengi sana tunasikiliza sauti nyingine, sauti ya kazi, sauti ya uchumi, sauti ya vitu vingi 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 vingi. Yaani kila mtu anasikia sauti yake. Kila mtu anatamani asikie sauti ya Mungu. Mara anasema sauti ya Mungu anaiacha tena, anasema ndasikilizaje sauti ya Mungu? Na Mungu ameongea na wewe vitu vingi. Mungu anaongeaga na wewe vitu vingi, lakini umesema ngoja kwanza, Mungu mwenyewe anajua. Mungu anajua, lakini anajua kabisa ukiwa nje ya nguvu zake huwezi kufanikiwa, huwezi kwenda hatua nyingine, huwezi kushinda. Kwa hiyo usiseme Mungu anajua udhaifu ulionao. Anajua udhaifu, ndio maana anataka aongee na wewe ufuate maelekezo aliyokupa, alafu yeye aachilie nguvu juu ya udhaifu ulionao upate kunyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Juu ya changamoto ulionayo, Mungu apate kuinyamazisha, kwa sababu wewe umeruhusu sauti ya Mungu ndani yako. Sauti ya Mungu peke yake ndio inayoweza kukupa nafasi ya kukuambia usiende mahali fulani, usile chakula fulani, usimpe mkono mtu fulani, usifanye biashara mahali fulani, usiongee na fulani. Nasema hapana. Sikiliza nikwambie, Mungu ana namna yake, Mungu ana kitu chake, na Mungu ana mpango mzuri. Unajua Samsoni baada ya kuomba yale maombi, alipotambua na kujitathmini, ndipo anasema hivi, mstari wa 29, kisha Samsoni akazishika nguzo mbili za katikati ambazo nyumba ile ilikaa juu yake, akazitegemeza moja kwa mkono wake wa kuume na moja kwa mkono wake wa kushoto. Bwana Yesu asifiwe. Sijajua kama ulikuwa unajua, Samsoni kabla hapo alikuwa anajaribu kusukuma zile nguzo, anajaribu kuzisukuma zile nguzo, lakini akijaribu kusukuma zile nguzo hakuwezi chochote, hawezi kufanya chochote. Kwa nini? Kwa sababu nguvu za Mungu ndani yake zilikuwa hazipo. Na hata waliposema Samsoni, Wafilisti wanakujia, alipokurupuka akakurupuka yeye mwenyewe, hakunyanyuka na nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu aliziacha mbali kabisa, kwa sababu alipokurupuka tu, kwa sababu tu kumbe amesahau wakati anatii ile sauti
sauti ya Delila na kupoteza sauti ya Mungu, ndipo hapo nguvu za Mungu zikasema okay, kwa hiyo hatuwezi. Na Mungu anasema kwenye kitabu cha Yohana, anasema mahali pengi, anasema hivi, Mungu hawezi kuwatumikia mabwana wawili. Si unajua ule mstari? Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hawezi kutumikia mabwana wawili. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka yeye awe peke yake, awe peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Anataka awe peke yake, hataki mtu mwingine. Anataka awe peke yake, apate nafasi peke yake. Sijui kama unaosomaga ule mstari. Ngoja ni usome mstari. Anasema Luka 16 mstari wa 13, hata Mathayo 6 mstari wa 24, Mathayo 6 mstari wa 24 anasema, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Mstari wa Luka 16:13 anasema, hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kutumikia Mungu na mali. Amerudia mara mbili. Kwa nini? Ndicho ambacho Mungu akasema okay, Samsoni, umeamua kumpa nafasi Delila. Okay, dili na Delila, mimi na dili, naondoka na cha kwangu. Mungu afanyi kazi katikati ya madhabahu ya kwake. Mungu hawezi kufanya kazi na miungu mingine tena kwenye madhabahu ya kwake. Ndio maana anasema chagua, uwe moto au baridi, hata kivuguvugu. Kwa nini? Anajua kabisa mahali tunapopita ni mahali pagumu, lakini anataka tufanye maamuzi juu ya utii ya vitu vingapi ambavyo, kuna vitu vingi Mungu ameongea na wewe, vitu vingi sana. Siku moja kuna mtu mmoja alikuja, alitoka safari, aitoka mbali sana, na amekuja afu akaniambia, akasema, mtumishi, Mungu ameniambia nikuletee sadaka. Aitoka nchi za mbali tu, katoka huko. Na nilikuwa na mimi mara ya kwanza ndo naona naye, nilikuwa naongea naye tu kwenye simu, naomba naye. Akawa amekuja, amesema nimekuja Tanzania, ndio nyumbani. Akawa amekuja ofisini, amekuja na sadaka zake. Akasema nimekuja na sadaka hizi. Akaleta sadaka kama 3. Alipoziweka mezani, nikamuuliza Roho Mtakatifu, unasema je? Roho Mtakatifu akaniambia, hii acha, hii na hii acha, hizi chukua. Nikasema unasema aje? Akasema hii chukua, hizi ache. Na Mungu akati ananiambia hizi chukua, hii acha, ile ambayo aliniambia ni iache ilikuwa ni sadaka ya thamani kubwa sana, na ni kitu cha muhimu sana. Kilikuwa kitu kizuri, kwa sababu alileta perfume ya gharama kubwa. Nafikiri ilikuwa inafika kama laki 2-3 wakati huo. Na akaniambia, Mungu ameniambia nikupe hizi sadaka. Mungu akaniambia nisichukue ile perfume. Nikaomba, nikamwambia mke wangu, kuna perfume nimepewa nzuri. Akaniambia hebu zilete. Nikamwambia hapana, Roho Mtakatifu ameniambia nisichukue. Akaniambia unafanyaje? Nikamwambia Mungu ameniambia niitupe. Wakati naitupa, kuna mtu akasema nipe mimi. Mungu akaniambia usimpe mtu kwa sababu ina kitu kibaya. Nikasema okay, huyo mtu aliyenipa ana kitu kibaya? Akasema hapana, yeye alikonunua, alinunua mahali ambako watu wamefanyia ibada, wametolea sadaka, unaona. Nikasema okay, kwa kumbe amenunua mahali ambapo wametolea sadaka. Nikamwambia Mungu unafanyaje? Sasa huyo mtu akasema nipe mimi. Mungu akaniambia ukiiweka tu, nikaa naitupa kwenye dustbin. Akasema ukitupa nitaichukua. Mungu akaniambia chukua jiwe. Nikachukua jiwe, nikaweka jiwe humo kwenye dustbin, nikaipiga ikapasuka. Alijisikia vibaya sana, lakini Mungu aliongea na mimi, usichukue. Maana sema bwana, kilikuwa kitu cha gharama na nguo nzuri, akaniambia usichukue. Nikasema okay, Mungu kwa nini umeongea hivi? Kuna kitu Mungu alikuwa amekiona. Mara ngapi Mungu ameongea na wewe? Mara ngapi Mungu ameongea na wewe juu ya hivyo vitu amekukataza? Mungu amekwambia usijibishane na watu wao. Mungu amekwambia usifanye hicho. Mungu amekwambia vitu vingapi? Unaona, unasema mimi nashangaa. Nguvu za Mungu, naomba kuna wakati na kuwa na upako wa kuomba. Kuna wakati nguvu za Mungu zinaisha kabisa kuomba. Sikiliza, hapo mtaani unapokaa, usisingizie mtaani ukasema kwamba mtaani kuna wachawi wengi. Sikiliza, Mungu hafanyi kazi na mazingira. Mungu anafanya kazi na moyo wa kwako. Mungu anafanya kazi na moyo wa kwangu. Akikuta moyo wa kwangu umempa nafasi, mazingira yatabadilika kwa sababu moyo wangu umempa nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akiona moyo wa kwako umempa nafasi, Mungu kubadili mazingira yatabadilika kwa sababu wewe unayekanyaga, anamwambia Joshua, mahali popote utakapokanyaga nimekupa. Alipokuwa
anazungumza ile neno hakuwa anazungumza kwa kujifurahisha, alikuwa anazungumza kwa sababu ya hali ya mahusiano, kwamba Joshua akikanyaga mahali popote nguvu za Mungu zitakuwa zinaonekana. Tunaogopa maeneo tulionayo, tunaogopa ofisi mbalimbali tulizonazo, kwa sababu nguvu za Mungu zinatakiwa zitoke ndani yetu. Tukikanyaga mahali au tukiongea mahali, waseme mtumishi wa Mungu anapita, waogope hata kama wana kitu kibaya. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu Mungu ameongea na wewe huko ndani umevipuuza. Kuna mwingine Mungu ameongea na wewe juu ya utoaji sadaka, anasema sadaka yote hii nitatoaje hela nyingi namna isikiliza. Mungu anajua, anajua wewe hiyo pesa, anajua kwamba wapi Mungu anataka kupitisha, anajua. Aliniambia mtu mmoja, hata sikuongea naye, akaniambia mtumishi, nimetuma sadaka humo, ninaomba uniombee, nina kesi nadaiwa TRA, ninadaiwa pesa ambayo kama nimesingiziwa, nimeandikiwa pesa nyingi. Nikamwambia kivipi? Akasema yani niombee tu, maana alivyotuma hii sadaka hata siku baadaye nikamuuliza, akaniambia napita mahali pagumu niombee. Nikamwambia okay, nini? Nikampigia, akasema hapana, huyu mtu hajawahi kuniambia kitu. Nini? Akaniambia nadaiwa na TRA, nadaiwa pesa nyingi ambazo ni kama vile tu nimefanyiwa tu hila. Nikamwambia shilingi ngapi? Deni linaenda mpaka milioni 150, kitu ambacho anachofanya haigizi pesa hizo. Deni limeenda milioni 150. Akasema Mungu ameniambia nitoe sadaka hii, naomba tuombe. Nikamwambia okay, mimi naingia kwenye maombi. Sikujua, lakini mimi siombi kwa sababu umetoa sadaka, naomba kwa sababu nilikuwa nataka kujua nini ambacho kinakusukuma, nini ambacho umesema unapita mahali pagumu. Baada ya kuomba, tukaomba, akaniambia mtumishi, nimepigiwa simu wamenipunguzia, wamesema imeshuka, wamefanya hesabu imeshuka milioni 50. Nikamwambia bado haitoshi. Nikamwambia unataka ifike ngapi? Akasema mimi angalau hata kama nimeonewa basi hata nilipe milioni 15. Nikawa tunaendelea tunaomba. Semina hizi chache tu zinapita hizi. Nikawa naendelea kuomba. Nanyanyuka usiku naomba, naweka nani, naomba. Akanipigia akaniambia mtumishi, namshukuru Mungu imeshuka imefika milioni 20. Nikamwambia ile uliyomwambia Mungu ndio tunang'ang'ana nalo. Tumeng'ang'ana na Mungu, Mungu akasema inatosha, alipe milioni 20. Sikiliza, kutoka milioni 150 mpaka milioni 20. Mungu hashindwi kutoa mahali ulipo. Ameongea na wewe nini? Kuna kitu Mungu ameongea na wewe, na wewe umekificha, kiko ndani ya moyo wako. Aliongea na Samsoni hicho kitu. Nani amemwambia Samsoni akitoe nje? Samsoni anataka kutoa hiyo habari nje. Nani amemwambia atoe nje? Mungu ameongea naye huko ndani kwamba hii ni huko ndani, unaitoaje nje? Mungu ameongea na wewe huko. Kuna kitu Mungu ameongea huko. Usitafute ushauri. Usitafute ushauri wakati Mungu hajakwambia tafuta ushauri. Mungu hajakwambia tafuta ushauri, umesema unajua nasikia kwenda kumtumikia Mungu. Usitafute ushauri. Mwambie Mungu, Mungu baadaye umeniambia. Sikiliza nikwambie, Bwana Yesu asifiwe. Siku moja wakati Mungu ananiambia nitoe sadaka ya kinanda na gita, nilipomwambia mke wangu tutoe sadaka ya kinanda na gita, kinanda cha gharama ya milioni 7 kipindi hicho, muda mrefu na ni miaka mingi, sasa hicho kinanda kinauzwa milioni 20. Mungu akaniambia toa sadaka, wakati mchungaji ananiambia naomba nisaidie nitafutie kinanda kizuri. Nikamwambia kuna kinanda Mungu ameniambia nikupe. Akaniambia nikupe milioni 2, na nilikuwa na shida na hela ya kodi ya nyumba, kwamba ningeuza ningelitoa kodi ya nyumba milioni 1.5, lakini Mungu akaniambia toa sadaka. Nampigia simu mke wangu, Mungu ananiambia nitoe sadaka hicho kinanda na hilo gita la solo. Akaniambia kwa nini unaniambia mimi? Nikamwambia kwa nini? Akasema unataka kunigombanisha na Mungu. Wewe mmeongea na Mungu, mmalizane na Mungu. Hata Ibrahim naye alipoongea na Mungu, hakumwambia Sara wewe unanishirikishaje mimi? Nikasema okay, mbona kama mtego, lakini kumbe ni elimu na kitu ambacho ndani yake anacho mbele ya Mungu, kwamba siwezi kuingilia maongezi ya wewe na Mungu, siwezi kuingilia Mungu mlichoongea naye. Bwana Yesu asifiwe. Tukaiachiliaga ile sadaka, tukaendelea na kwa amani, kwa furaha. Kwa nini? Kuna vitu Mungu ameongea na wewe, wewe umetafuta washauri. Kuna vitu ambavyo Mungu ameongea na wewe, umetaka wewe kuwaambia watu, umetaka kuongea na Delila. Delila atakudanganya, watakunyoa nywele tu, watakunyang'anya hizo nguvu. Sikiliza, hizo nguvu zitaondoka. Shetani anataka kukunyang'anya nguvu kwa sababu anajua wewe nguvu zako ziko mahali fulani. Anajua nguvu yako iko wewe kwenye kutoa sadaka. Nguvu yako iko kwenye kufunga na kuomba. Nguvu yako iko wewe kwenye kushauri. Nguvu yako iko wewe kwenye kutia moyo. Nguvu yako iko wewe kwenye kufuatilia, kujua, kupatanisha. Unasema mimi naona ofisini wamezoea sana. Ndio Mungu ameweka hapo. Kadri unavyopatanisha ndivyo nguvu za Mungu zinavyoongezeka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ambacho Mungu ameweka ndani yako anataka. Unajua Mungu wakati ananisemesha hili neno, nikasema Mungu kuna nini? Akasema
vita ni kubwa, alafu watoto wangu mnachukulia kawaida. Vita ni kubwa. Mungu akaniambia vita ni kubwa. Vita hii haihitaji kelele kubwa, haihitaji kelele nyingi, haihitaji kupata ushauri, haihitaji sisi kutafuta nini. Hii ni vita inamhitaji Mungu tu. Mungu atoe maelekezo muda wote ndani. Akitoa maelekezo na tukakanyaga na yale maelekezo, hakuna vita itasimama mbele yetu, hakuna uharibifu utakaokaa mbele yetu, hakuna jambo gumu litakalomshinda Mungu. Anaposema hakuna jambo gumu litakalomshinda Mungu, ni kwa sababu kuna namna ambayo Mungu ameona utii atafanya, na ile nguvu iliyomo ndani yetu Mungu atafanya kwa kutumia ile nguvu iliyoko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani ubebe hili jambo. Nasikia kiu ya kwamba Mungu akuwekee hiyo hamu. Sizungumzi muda wa kuomba muda mrefu, sizungumzi masaa mengi, nazungumza Mungu akikuita. Kuna wakati Mungu anakuita, njoo tuongee, unasema Mungu, saizi nina usingizi. Mungu anakuambia njoo tuongee, unasema kuna notification imepita hapa, unaanza kucheza nayo. Wakati Mungu anataka uongee naye kwenye simu hiyo, anakuambia soma mstari fulani, inapita notification, unaacha mstari. Mara ngapi Mungu ameongea na wewe? Mungu anasema njoo tuongee, wewe unasema subiri kwanza nimsikilize Delila, ngoja nimwambie, nimpe nafasi Delila. Mungu anasema okay, mpe nafasi Delila, lakini hizi nguvu unazozihitaji, kwamba ninaomba unipe nguvu. Watu wengi wanatamani nguvu za Mungu, wanafikiri nguvu za Mungu ni za kuwekewa mikono. Kuwekewa mikono ni sehemu tu. Biblia inasema hivi, msiache kuombeana. Hiyo Biblia inasema ipo, lakini nguvu ambazo zinatengenezwa kutoka ndani yako zinahitaji utii, na zinahitaji kumtii Mungu na kutengeneza ile hali ya kuwa na hamu maelekezo ya Mungu anayokupa huko ndani. Una kiu kiasi gani Mungu anachoongea na wewe? Una hamu kwamba kiasi gani kwamba Mungu ongea, Mungu niko tayari kutenda, Mungu nitume, Mungu niko tayari kufanya. Ongea. Una hamu kiasi gani? Una hamu kiasi gani? Sikiliza mtoto wa Mungu, unatamani kiasi gani Mungu? Usitamani vitu vya nje, tamani Mungu uko ndani awe naongea na wewe muda wote. Mzungumze, mfanye, alafu huku nje vitakuwa automatic tu, vinatokea, vitafanyika tu. Kufanyika nje itakuwa ni kitu, sio kitu cha kujadiliana. Wewe dili na Mungu uko ndani tu, dili na Mungu huko ndani, utaona Mungu atakachofanya. Na shetani anajua kabisa huko ndani ndiko ambako kunakoleta nguvu za Mungu, ndiko ambako kunakoleta mabadiliko ya hali ya nje. Biblia inasema maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Amezungumza tu kwa kulifunga hilo neno. Maana yake anasema maana nguvu zilizomo ndani ya mtu, ndani yake, ndizo zinazomsaidia mtu aishi hivyo. Ndio maana yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba niombe kwa ajili ya neno hili. Yesu, asante kwa ajili ya neno la uzima ambalo umeliachilia ndani yetu siku ya leo. Lengo lako Mungu, watoto wako Bwana, tutembee na wewe, tukujue zaidi. Asante Yesu, kwa sababu wewe ni mwaminifu na wewe ni mwenye haki, ni mwenye nguvu, ushikae maagano. Baba, nisaidie Mungu kuwa mtendaji wa neno. Nipe neema Mungu kufanyia kazi kile ambacho Mungu unaongea na mimi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu, ninajua viko vitu vingi ambavyo Mungu umeongea na mimi, lakini Mungu sijavitendea kazi. Yesu, ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu katika jina lako Yesu. Ninatubu Mungu, kama Samsoni alivyosema, Mungu, mara hii tu ninakuomba, mara hii tu nitie nguvu, nipe nguvu Mungu. Ninaomba zirudishe hizo nguvu. Ninajua hizo nguvu Mungu haziwezi kurudi Bwana kwa kuomba tu, bali Mungu kwa kutii. Kile ambacho Mungu umesema na mimi Bwana nikumbushe, kile ambacho Mungu nimesahau nikumbushe Bwana, ili niweze kuwa mtii katika kile ambacho Mungu unataka nitii, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu mwaminifu, Roho Mtakatifu unayejua iliyojificha sirini, ninaomba unisaidie. Nipe neema Mungu, nipe neema Bwana ya kuwa mtii wa neno lako Bwana, mtii wa maelekezo yako, yale ambayo Mungu umeongea na mimi Bwana Yesu. Ninaomba Mungu, mengine Mungu umeongea ni mazito, wakati mwingine Mungu nikasema sasa nitabaki vipi, itakuwaje mimi, mbona nitakuwa sina kitu, mbona mimi nitakuwa sina nguvu tena Mungu. Kumbe zile nguvu ambazo Bwana naziona kwa nje ndizo Mungu zinatokana na utii. Mungu, katika jina la Yesu ninaomba Bwana, nipe neema Mungu, katika jina la Yesu. Mpe neema mtoto wako Bwana
Bwana, mfungulie mlango Yesu, mfungulie mlango Mungu. Viko vitu Mungu umeongea naye, lakini Mungu anaona Mungu kama haiwezekani, lakini ni kweli Mungu akiwa mtendaji wa hivyo vitu ambavyo Mungu umeongea, Bwana utafanya tena, utafanya zaidi, kwa sababu wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu usiloliweza Bwana? Hakuna neno usiloliweza Mungu liye hai, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, najua Bwana ni kipindi kigumu Mungu, ni kipindi chenye vita ambacho Mungu tunahitaji neema yako, tunahitaji upendo wako, tunahitaji damu yako Yesu, tunahitaji mkono wako Mungu, nguvu zako tunazihitaji Bwana katika maisha haya Bwana. Mungu tunazihitaji nguvu zako juu ya maisha haya Yesu Kristo, tunazihitaji Bwana. Roho Mtakatifu, tukumbushe yale ambayo Mungu unaongea, yale ambayo Mungu umetuambia. Yako mengine Mungu uliwahi kuongea na sisi Mungu, tukayaacha hapo Bwana Mungu, tukaona kwamba ni ya kawaida. Mungu uturehemu, uturehemu katika damu ya Yesu, utusamee katika jina la Yesu. Turehemu Mungu uliye hai Bwana, nisamee, msamee mama yule, msamee baba huyo Mungu, msamee kaka huyu, dada huyu Bwana Mungu, katika kile ambacho Bwana uliongea naye Mungu, hakuona kama Mungu hicho Mungu ndicho chanzo cha nguvu zako ndani yake Bwana. Mungu, katika jina la Yesu ninaomba unirehemu Bwana. Yako ambayo Mungu uliongea, yako ambayo Mungu ulinipa maelekezo, lakini Mungu nikayachukulia, nikasema fulani ndo anatakiwa kufanya, fulani ndo anatakiwa kutenda, kumbe Mungu nilikuwa ni mimi. Mungu nirehemu katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Nisamee Yesu, nisamee Bwana. Nilimwangalia mwingine Mungu, nilimwangalia mtu mwingine Bwana kwamba yeye ndo anayepaswa kufanya, yeye ndo anayepaswa kufundisha, yeye ndo anayepaswa kuhubiri, yeye ndo anayepaswa kutoa sadaka, maana anavyo vingi. Kumbe Mungu, wewe Mungu unaposema kutoa sadaka, sio kwa sababu tunavyo vingi, bali Mungu kiu yako Mungu unataka kuweka nguvu zako ndani yangu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ninaomba unirehemu Bwana, unisamee Mungu katika vyote ambavyo Bwana, ambavyo Mungu umeongea nami sikuvifanya, katika jina la Yesu. Ambavyo Mungu umeongea na mtoto wako hakuvifanya, Yesu turehemu katika damu yako Yesu Kristo. Tupe neema Bwana ya kutendea kazi haya ambayo Mungu umeongea nasi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen.